anasimama kwa mfumo kama ule, hata wacheze siku 3 mfululizo bado Diombe ataendelea kustruggle. Ndio maana nasema baada ya kutoka ule Diombe alivyoingia huyu anaitwa Mpanzu kama force number 9, timu ilifunguka. Uliweza kuona Libasege, Oura, kila mtu alianza kutafuta nafasi na mambo yakawa mazuri. Lakini kwa Diombe, kwa mfumo ambao anaocheza ndani ya Simba, wa kulaumiwa na nani? Huyu Steven Becker. Ili Simba iweze kufanya vizuri, inabidi huyu kocha abadilishe mfumo, acheze 3-5-2 au acheze 4-4-2. Hii maana yake nini? Diombe hawezi kufunga, inabidi upate viungo wengi wa kumtengenezea, viungo wengi waweza kumlisha. Sasa kwa mfumo anaotumia Steven Becker na Diombe, hata wacheze siku 3 mfululizo brother, hawezi kupata matokeo. Yaani Steven Becker acheze na ile Simba siku 3 mfululizo. Kwa jinsi anavyocheza Diombe. Diombe kuna baadhi ya mashabiki wengi hawezi kumjua. Yaani hawamjui mchezaji. Unaweza kuona kiasili huyu mchezaji kama nilivyokuambia awali, hawezi kurudi nyuma kushirikiana na viungo kwenye kutengeneza idadi kubwa ya viungo kwenye creativity. Kwa lugha nyepesi, hawezi kuwatengenezea wenzake nafasi. Huyu anasubiria kutengenezewa, na mfumo ambao anaocheza Steven Becker ni mfumo kiasili wa 4-3-3. Unamtegemea forward ambaye hana uwezo wa kusaidiana na nani? Na viungo kwenye creativity, kwenye upatikanaji wa magoli. Hasa Diombe hana uwezo huo, na ndio maana nakwambia kabla ya kumlaumu Diombe, muangalie huyu Steven Becker anacheza mfumo gani? Huyu Steven Becker ili Diombe aweze kuwini au kushine ndani ya timu yetu, inabidi abadilishe mfumo. Acheze kama nilivyokuambia awali 3-5-2 au acheze 4-4-2 au aidha acheze 4-2-3-1. Yaani kwamba wapatikane viungo wengi ambao wamsaidie kwenye kutengeneza mashambulizi. Unaweza kuona sasa, sijui kwa nini huyu kocha Steven Becker anashindwa kubadilisha mfumo. Hasa hapa kuna omba kujiuliza, aidha ndo mbinu yake 4-4-3, hana plan B au hana wachezaji. Kwangu mimi ukiniuliza kwenye timu yangu ya Simba bado kuna mapungufu mengi. Kwa nini? Unaweza kuona kuna mafullback wetu. Hawa naweza nikasema kwamba wana viwango vidogo vya kucheza kwenye timu yetu. Fullback wenu? Wana viwango vidogo vya kucheza kwenye timu yetu. Unaweza kuona kwenye jinsi wanavyoshambulia. Sijaelewa kwa nini Kapombe ana tatizo gani, lakini kwangu mimi huyu Duchu hana uwezo wa kucheza kwenye timu yangu. Ameumia mkono. Ameumia? Ndio maana nakwambia huyu Duchu bado kwangu mimi. Muangalie jinsi alivyopiga cross, hana uwezo wa kupanda kwa sababu mfumo huu wa 4-3-3 unahitajia hawa timu inatumia pembeni. Inabidi mafullback, mawinga waende juu kwenda kusaidiana na mawinga kwenye kupiga cross. Hawa kwa kifupi ndio wanaocheza pembeni kwenye link up nzuri ya kushambulia na kuja kuzuia. Ukiangalia hawa mafullback hawana uwezo huo. Hata wakina Libasege na Oura, hawa ni wachezaji wazuri pale tunaposhambulia, lakini hawa hawasaidii hawa mafullback kuja kuzuia vile vile. Unaweza kuona Libasege ni mchezaji bora kwenye creativity ama kwenye half space ama hata kwenye counter attack. Libasege ni mzuri kwenye 1v1, lakini bado Libasege harudi kumsaidia huyu beki wake. Unapomzungumzia hata Oura naye akienda kushambulia kwenye kurudi huku, na ndio maana nakwambia ukitaka kuifunga Simba pitia pembeni. Pitia pembeni kuna kabisa. Upande wa mawinga na mafullback hawana ushirikiano mzuri, na ndio maana nakwambia pembeni kwa timu yangu bado kuna madhaifu makubwa. Jana tumecheza na Kagera kwa sababu hawana quality. Individual player unaweza kuona mchezaji mmoja bado timu ina wachezaji bora. Huyu Libasege, Oura, hata kija wale Jabari kwenye kushambulia, hawa ni wachezaji bora. Lakini bado timu inapoenda kupelekewa pressure ama tunapokutana na timu ambayo yenye uwezo wa kutuliza maswali, na maanisha kwenye kupishana, bado timu yangu haina ubora huo. Unaweza kuona Jabari ni mchezaji bora, jana akacheza vizuri box to box midfielder, kaweza vizuri kupandisha timu, kuitoa nyuma, kuipeleka mbele, lakini kwangu mimi bado Kagoma ana mapungufu makubwa sana kabisa. Bana Pacha, pamoja na Simba kushinda na kupata yote unayozungumza hapo, kuna yanayoendelea mitandaoni dhidi ya mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe wameelewani. Hii inasababishwa na nini? Kila mtu ana upande wake. Hebu tuweni wa kweli kabisa. Kinachoendelea sasa hivi kwenye timu yangu ama mashabiki ni tuseme kwamba ni mambo ya uchawa tu. Kwamba kila mtu anatafuta riziki. Kila mtu anaangalia aende na nani. Na hii kama ukiniuliza mimi si support. Ili tujenge timu yetu inabidi tuache matabaka. Kwa sababu wao ma-influencer ambao wanasema huyu hafai, kesho wanabadilika wanasema huyu anafaa. Kwa hiyo mimi naona ni njaa tu ambazo zinazofanyaje? Zinazoandama. Nitumie fursa hii kuambia mashabiki wenzangu wote
tuungane, tuipambanie timu yetu. Njia pekee ya kuipambania timu pamoja ya kusema ukweli. Unaweza kuona timu yetu bado ina mapungufu makubwa. Mimi nategemea mashabiki wote tungeungana, tungesema kwamba ndani ya timu yetu kuna shida. Kuna wachezaji kwenye timu yetu bado hawana uwezo wa kuchezea kwenye timu yetu, hususan katika mafullback. Hata huyu Kagoma naye hastahili kuanza ndani ya timu yangu, kwa sababu Kagoma kama nilivyokuambia awali ni mchezaji mzuri tukiwa tunazuia. Kwenye defense midfielder Kagoma ni mzuri, anaweza kanusa hatari, lakini Kagoma hana uwezo. Unapompelekea pressure, Kagoma ana madhaifu mengi, hana uwezo wa kupiga pasi za mbele, back pass nyingi. Na ndio maana nakwambia kwangu mimi nitaanza na nani? Yule tulomsajili nani yule? Kevin Nasho ni bora zaidi ya Kagoma. Kwa sababu ukiangalia mfumo anaocheza huyu kocha wetu Steven Becker ni mfumo wa 4-3-3. Huu ni mfumo ambao wa kushambulia zaidi, ni direct football. Kwa hiyo kwangu mimi Kagoma namuelewa kwamba hanakaba vizuri na mfumo huu lazima uwe na namba 6 bora. Lakini kwangu mimi Kevin Nasho kwa sababu anakupa wastani mzuri wa kuzuia na wastani mzuri wa kwenda kushambulia. Unaungana na kadi nyekundu aliyopewa David Kameta Duchu kwa mchezo wa jana? Ile kadi nyekundu halali. Na mimi naipongeza TFF kupitia bodi ya ligi kuleta hii inaitwa assistance VS. Hii imesaidia, unaweza kuona malalamiko mengi yatapungua, hata marefari ambao wanashazoea kuibeba timu fulani ama kumnufaisha mtu fulani, na imani itaenda kupungua. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza ile kadi ilikuwa ilistahili kadi halali, kwa sababu unaponyoosha mguu unaambiwa ni faulu ambayo ni ya kadi nyekundu. Kasali ameumia, pengo kubwa kwa eneo la golikipa. Kwanza Kasali ameumia kweli, lakini hatujajua ameumia kiasi gani. Kwa hiyo haya majeraha yake hatuwezi kuyazungumzia kwa sababu mpaka tuambiwe kwamba atakaa nje kwa muda gani. Kwa hiyo hili jambo kiniuliza mimi itakuwa ni pengo, kwa sababu kama unavyomwona Kasali ameimarika kwenye mechi hizi 2-3 alizocheza, kaonyesha ni kipa namna gani na yale mapungufu kaweza kuyafikia. Kwa hiyo endapo tutapomkosa Kasali itakuwa ni pigo ndani ya timu yetu. Huyu Abel bado hajatuonyesha wana Simba kwamba yeye anaweza tukamwamini moja kwa moja. Kwenye weekend hii mlitu surprise kwa kudondosha X Factor kwa pesa za Jairut na kutupilia mashabiki ambaye ni Ismail Mgunda. Kwanza mimi nilikuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini kama naweza tukamsajili Faisal Salum. Kwanza aliyetoa ile wazo kwamba tunaweza kumleta Faisal ndani ya timu yetu, huyu anatakiwa atoke hadharani aombe radhi. Kabisa, kwa sababu alichokifanya amewakosea wote wana Simba. Kwa sababu unaposema kwamba utaweza kumleta X Factor hususan Faisal Salum Feitoto, alafu hujamleta, na maana nakwambia siku nyingine ukisema watu hawezi kukuamini. Kwangu mimi ukiniambia nimzungumzie Juma Mgunda nitakwambia anaitwa Ismail Mgunda, ni mchezaji wa kawaida. Unaweza kuona hata takwimu zake zinamkataa. Huyu mchezaji kwa watu wasimjua, huyu alianza kuchezea roof shooting. Baada ya hapo akaenda timu ya Jomo Cosmos ya South Africa, akacheza. Baada ya hapo akaja timu ya IF ambayo sasa hivi inaitwa Singida Big Stars. Alipotoka hapo akaenda Mashujaa akacheza. Alipotoka hapo tena akaenda AS Vita wakamkataa huyu mchezaji. Wakasema kwamba ni mchezaji wa kawaida, hastahili kucheza kwenye timu yao. Akarudi Mashujaa. Kwangu mimi unaweza kuona Ismail Mgunda kwenye Mashujaa akafunga magoli 2. Ni mchezaji ambaye hapo Mashujaa kwenyewe hajaonyesha chochote, ni mchezaji wa kawaida mno. Kwa Diombia na huyu Juma na Ismail Mgunda. Huyu Diombia kwenye timu yake FC Korofina kafunga magoli 17 na bado hajaweza kuonyesha kitu ndani ya Simba. Vipi kwa Ismail Mgunda? Ndio maana nasema inatumika kigezo gani kuwasajili ya wachezaji. Kwangu mimi Mwalimu ni mchezaji bora kabisa ukilinganisha na wachezaji wote. Kwa kama mmepigwa hivi kwa Ismail Mgunda. Ismail Mgunda bado ana kazi kubwa ya kutuaminisha wana Simba kama ni mchezaji bora, lakini ukimwangalia statistic, ukiangalia takwimu zake bado zinakuonyesha ni mchezaji ambaye hana hadhi ya kuchezea kwenye timu yangu. Kama Ismail Mgunda hana hadhi ya kuichezea Simba. Kabisa kwa sababu unaweza kuona alipotoka. Katoka Mashujaa ipo nafasi ya ngapi? Amefunga magoli mangapi? Ndio maana nakwambia AS Vita alienda lakini walimkataa. Hata Jomo Cosmos ya South Africa nao walimkataa. Manake nini? Ni mchezaji ambaye wa daraja la chini. Unapomleta Simba, unapoizungumzia Simba, nini malengo yake? Malengo yake ni nusu finali ama finali ya CAF Champions League. Mchezaji kama huyu akupeleke nusu finali ya CAF Champions League. Hebu tuweni wa kweli kabisa. Kwangu mimi hapana. Unaungana na wale ambao wanasema kwamba zile pesa walizochangia kununua jezi ndizo zilizomleta Ismail Mgunda? Kwanza mimi siamini kwamba tunaweza tukapata mchezaji kwenye kupitisha bakuli. Siamini katika hilo. Na ndio maana nakwambia aliyetoa ili wazo kwamba tutampata X Factor kwa kuchangizana, huyu atoke hadharani aombe radhi. Amewakosea wana Simba. Ndio.
amewakosea wana Simba.